Kuona Singlada Mligo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Swali langu linaendana ni kama ushauri. Mheshimiwa Waziri, ishu iliyopo kwa sasa, hata hiyo baraza unalolitaja unalijua wewe na level fulani huku taifani. Ukifika kule vijijini hakuna anayejua kwamba kuna huo mkakati wa baraza. Nini mpango wako wa kuhakikisha hadi watu wa vijijini wanapata hiyo taarifa na kwamba kuna huo mchakato unakuja? Nimekuona una jitihada za kuunda hayo mabaraza ya WhatsApp, lakini nikwambie ukweli, watu wengi wamejiunda kwenye hayo magrupu ya jukwaa sijui la vijana na nini, lakini vijijini hawana taarifa na hawana hizo smartphone. Kwa hiyo swali langu ni kwamba, je, una mkakati gani wa kuhakikisha kwamba hizo program zako na projekti zako taarifa zinawafikia watu wa vijijini na sio zinapita kwenye mlengo mmoja kupitia UVCCM? Asante. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kujibu swali la nyongeza wa Mheshimiwa Mligo. Kwanza ningependa kutoa taarifa kwamba baraza linalozungumziwa hapa kwa mujibu wa sheria bado halianza kufanya kazi. Kilichoanza ni majukwaa ya vijana ili kuendelea kupata maoni yao na kusikia mawazo yao katika ujenzi wa nchi yetu. Na katika sheria ya uanzishwaji wa baraza hii, kama ilivyotangulia kusema, katika sehemu ya pili ya kipengele cha 8 inaelekeza kwamba vijana wa ngazi zote, kutakuwa na level ya kitaifa, mkoa, wilaya mpaka kata. Kwa hiyo ningependa nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba baraza hili litakapoanza halitakuwa baraza la kutumia WhatsApp wala baraza la kutumia Facebook, ni baraza litakalogusa maisha ya kila kijana wa nchi hii. Kwa hiyo bila kujali kwamba kijana wa nchi anaweza kupata smartphone au hawezi kupata smartphone, maono ya Mheshimiwa Rais kama alivyoeleza katika hotuba yake ni kuhakikisha kila kijana bila kujali historia, kipato chake au anakupatikana, anahusika na kuwa sehemu ya msingi katika kutengeneza mustakabali wa taifa letu. Asante sana.